Sasa nimelazimika kuja mbele yenu asubuhi ya leo kutokana na jambo moja muhimu sana katika mustakabali wa haki. Na haki ambayo naizungumzia leo ni haki ya kupata habari. Haki ya kupata habari ambayo inatolewa chini ya ibara ya 18B ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ibara hiyo inasema kwamba kila mtu anayo haki ya kutafuta, kupata na kusambaza habari bila kujali mipaka ya nchi. Na ikumbukwe kwamba Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo ndio sheria kuu kuliko sheria zingine zozote, imetoa na kulinda haki hii kutokana na umuhimu wake. Na sheria nyingine yoyote ile, kanuni au utaratibu utakaowekwa ili uweze kupata uhalali kwenye masuala haya ya haki ya kupata habari, basi kanuni hiyo, utaratibu huo unapaswa kuendana na katiba. Sasa tarehe 12 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, Mahakama ya Tanzania ilitoa mwongozo au katazo. Katazo hilo lilisainiwa na CM Tengwa ambaye ni msajili wa Mahakama Kuu ya Tanzania, na alitoa katazo hilo siku ya tarehe 12 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 kama nilivyosema. Na katazo hilo linasomeka kama ifuatavyo: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mahakama, kuzingatia utekelezaji wa kanuni za maadili ya mawakili, tangazo la serikali namba 118 la mwaka 2018 na ibara ya 30 ibara ndogo ya kwanza na ya pili D ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuzingatia matakwa ya kanuni ya 137 ya kanuni za maadili ya mawakili na ibara ya 30 ibara ndogo ya kwanza na ibara ndogo ya pili D ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Chama cha Wanasheria wa Tanganyika TLS kiliwataka wanachama wake kutoongea na vyombo vya habari kwenye maeneo ya mahakama mara baada ya mashauri kuahirishwa. Kwa kurejea hatua hiyo, Chama cha Wanasheria wa Tanganyika na maelekezo ya Mahakama ya Tanzania, Mahakama Kuu ya Tanzania inapenda kuwakumbusha na kuasisitiza mawakili wote wanaohudhuria mashauri mahakamani kuzingatia na kuheshimu maelekezo hayo ya TLS na mahakama kwa kutofanya mahojiano na vyombo vya habari katika viunga vya mahakama na kutoongelea mwenendo wa mashauri yanayoendelea mahakamani kwa namna inayoweza kuathiri mwenendo wa mashauri. Aidha, mawakili wote wanakumbushwa kuwa mawasiliano na mwenendo wao mbele ya mahakama na nje ya mahakama kuhusu mashauri yanayoendelea mahakamani vinapaswa kuzingatia katiba, sheria, kanuni, taratibu na maelekezo yanayotolewa na Mahakama ya Tanzania kwa lengo la kuhakikisha uendeshaji wa mashauri unafanyika kwa ufanisi, heshima na kwa kuzingatia misingi ya haki. Mwisho wa kunukuu. Hichi ambacho nimekisoma hapa, ndugu waandishi wa habari, ni hiki hapa. Kama mnavyoweza kukiona, ni hiki hapa. Kwa hiyo nimelazimika kuja kwenu kuzungumzia hasa hili tamko ambalo limetolewa na Mahakama ya Tanzania siku ya tarehe 12 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 ili kuweza kuona katika muktadha wa sheria kama tangazo hili au katazo hili lina uhalali wowote mbele ya macho ya sheria. Sasa msingi wa katazo hili kwa mawakili kuto kuongea na waandishi wa habari katika viunga vya mahakama umejikita katika sheria mbili. Moja ni kanuni ya 137 ya kanuni za mawakili na ibara ya 30 ibara ndogo ya kwanza ibara ndogo ya pili D ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Sasa mbele yenu nimekuja na hizo sheria ili kuweza kuona kwamba hizi sheria kama zilivyonukuliwa kwenye hili katazo ndivyo zinavyosema au ni mtu tu ameamua kujitungia na kuweka hizo namba za hivyo vifungu vya sheria ili kuhalalisha hicho ambacho amekiandika. Mbele yenu ninazo hizo kanuni za maadili ya mawakili. Hizi hapa. Na hizi kanuni kama ambavyo kwenye tangazo la Mahakama Kuu ya Tanzania ni tangazo la serikali namba 118 la mwaka 2000 mahakamani. Kwa hiyo kama wakili anaamua kuzungumzia kesi iliyoko mahakamani katika namna nyingine ambayo haiwezi kutoa picha au taswira ya uwepo wa matokeo ambao hayajatolewa bado, huyo wakili hajafanya kosa na ni haki yake kuzungumza na vyombo vya habari. Sasa kabla sijaendelea tena kutoa ufafanuzi zaidi, tuangalie sasa ibara ya 30 ibara ndogo ya kwanza na ya pili D ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ibara ya 30 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasomeka hivi: haki na uhuru wa binadamu ambavyo misingi yake imeorodheshwa katika katiba hii havitatumiwa na mtu mmoja mmoja kwa maana ambayo itasababisha kuingiliwa kati au kukatizwa kwa haki na uhuru wa watu wengine au maslahi ya umma. Hiyo ni ibara ya 30 ibara ndogo ya kwanza ambayo inasema haki na uhuru wa binadamu ambavyo misingi yake imeorodheshwa katika katiba hii havitatumiwa na mtu mmoja kwa maana ambayo itasababisha kuingiliwa kati au kukatizwa kwa haki na uhuru wa watu wengine au maslahi ya umma. Sasa msajili wa Mahakama Kuu Mheshimiwa Tengwa anasema anawapiga marufuku mawakili wasizungumze na waandishi wa habari wakiwa katika mazingira au viunga vya mahakama kwa kutumia ibara ya 30 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ibara hiyo tumeshaona, nimewasomea. Hiyo ibara haiwapigi marufuku ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haitakiwi kutumika katika namna itakayoweza kuathiri watu wengine, uhuru wao na haki zao. Kwa hiyo watu wanaruhusiwa kuzungumza mahakamani, isipokuwa wasiende kusababisha haki za wengine ziweze kuathirika, uhuru wa watu wengine usiweze kuwepo. Lakini kutumia ibara ya 30 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama ilivyoandikwa hapa ni kuthibitisha kutokuielewa katiba. Narudia, kutumia ibara ya 30 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwapiga marufuku mawakili kuto kuzungumza na vyombo vya habari wanapokuwa katika mazingira au viunga vya mahakama ni kuthibitisha kwamba aliyetoa hili tangazo haielewi vizuri hiyo ibara ya katiba. Kwa sababu katiba hiyo ibara haipigi marufuku mahala popote mtu kuongea na chombo cha habari. Kwa sababu ibara ya 18B ya Katiba ya Tanzania inasema mtu anayo haki ya kupata, kutoa na kutafuta habari bila kujali mipaka ya nchi. Unapowaambia watakapokuwa mahakamani wasizungumze na waandishi wa habari, maana yake tayari umeshaweka mpaka kwamba haki yako ambayo inapatikana katika ibara ya 18B ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwisho wake ni kwenye geti la mahakama kwenda mbele. Mahakamani utakiwi kutafuta hiyo habari. Sasa msajili awaambie Watanzania na awaambie mawakili kwamba kwa mujibu wa ibara ya 30 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni nani aliyeenda kulalamika? Ni nani aliyeenda kulalamika kwamba kuna wakili fulani ameongea na vyombo vya habari akiwa katika viunga vya mahakama kwa namna ambayo mimi naathirika na haki yangu, mimi naathirika na uhuru wangu, kwa sababu tusio tunaongea mambo haya kiujumla jumla kwa lengo la kukandamiza haki za watu. Na kama yupo mwananchi yoyote ambaye anaathiriwa na vitendo vya mawakili kuzungumza na vyombo vya habari wakiwa katika viunga vya mahakama, huyo mwananchi anatakiwa kupeleka hayo malalamiko yake katika mamlaka husika kwa utaratibu uliowekwa kwa mujibu wa sheria. Yaani, kama kuna mwananchi amemuona wakili fulani anaongelea mambo ya kesi iliyoko mahakamani katika namna ambayo huyo mwananchi anaathirika,
chini ya ibara ya 30 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huyo mwananchi anapaswa kupeleka hayo malalamiko kwenye vyombo husika vilivyopewa mamlaka ya kushughulikia malalamiko hayo. Lakini huwezi kuibuka tu asubuhi unabandika tangazo unasema hapana, msiongee na waandishi wa habari mahakamani. Huu ni ukiukaji wa haki za watu, na mimi siwezi kukubali kutii na